Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV. Hali gani? Karibu sana kwenye asubuhi njema, ikiwa ni Jumamosi nyingine ambayo tunakutana ndani ya kipindi kizuri kabisa cha asubuhi njema. Awali ya yote, tungeanza kwa kuomba radhi kwa kuchelewa dakika chache ambazo tumechelewa, lakini ni kwa sababu zilizo nje ya uwezo wetu na kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri ili mtazamaji uweze kupata kitu kizuri. Karibu sana, ungane nasi kuanzia hivi sasa mpaka pale itakapotimu tamati. Langu jina ni Ali Mfaume na niko na mwenzangu Rajabu Msami, ambaye mara zote tumekuwa hapa tukihakikisha unapata kile kilicho bora kabisa kuanzia andiko, habari, lakini pia kipengele chetu cha mwisho ambacho kinakuwa na mgeni, tukizungumza juu ya mada mbalimbali ambazo zinatuhusu sisi kama wanajamii, sisi kama Waislamu. Msami, mambo vipi? Alhamdulillah. Tuko vizuri? Tuko vizuri na ni Jumamosi nyingine. Kwa hiyo tunakutana kwa ajili ya asubuhi njema ya Jumamosi. Kama ulivyotangulia kueleza kuwa tutakuwa na vipengele vyetu vitatu. Andiko, lakini kipengele cha habari ambayo inakuwa imetawala kwa juma zima yenye munasib na masuala yanayohusiana na dini yetu adhimu ya Uislamu. Lakini mwisho tutakuwa na kipengele cha mgeni ambacho ili wewe mtazamaji ufahamu leo tutazungumza nini, basi tukusihi sana uendelee kuwa nasi. Na moja kwa moja Msami, tuanze na maandiko ambayo tuko nayo siku ya leo, ambayo yanatusaidia kuweza kufahamu mambo mbalimbali ambayo yameandikwa kutoka kwenye peji mbalimbali za kheri, peji ambazo mara zote zimekuwa zikitukumbusha na kutupatia elimu. Na mara zote tumekuwa tukiendelea kuwakumbusha watazamaji kwa maandiko haya, lengo la kuyaleta ni kuendelea kukumbushana, lakini kuendelea kupeana nasaha, kwa sababu msingi wa maandiko mengi ni kuweza kukumbushana kuhusiana na dunia yetu na akhera yetu. Lakini sisi tunaleta maandiko pia ikiwa ni sehemu ya kukumbushana kuwa maandiko haya tunapokutana nayo katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, basi tusiyapite, tusiwe wenye kuyapita, kwa sababu yanakuwa yamebeba ujumbe mzito sana wenye manufaa kwetu hapa duniani, halikadhalika akhera. Andiko letu la kwanza kabisa siku ya leo linazungumzia kuhusiana na miongoni mwa sunna ambazo wengi tumekuwa tukijisahau nazo. Yani kuna zile sunna, nasema sunna zilizoachwa. Ni miongoni mwa sunna ambazo zimeachwa, lakini ni miongoni mwa sunna ambazo zina fadhila kubwa sana, alafu zimeachwa. Andiko linasomeka fadhila kubwa za kuswali rakaa 2 baada ya kuchukua udhu. Fadhila kubwa za kuswali rakaa 2 baada ya kuchukua udhu. Mwandishi wa andiko hili anasema fadhila ya kuswali sunna ya udhu, yani baada ya kuchukua udhu, ni kubwa sana. Uqba bin Amir radhiallahu anhu amesema kuwa Rasuli wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, mmoja akichukua udhu vizuri kabisa na kuswali rakaa 2 kwa moyo wake wote na uso ukiwa katika swala kwa ukamilifu, basi janna itakuwa yake. Janna itakuwa yake. Na hii ikaelezwa kuwa na katika hadithi nyingine Rasuli wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, yeyote atakayechukua udhu hivi, kwa maana ya kwa ukamilifu wake na kama alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, na baadaye akaswali rakaa 2 bila ya kuwa na mawazo yoyote akilini mwake, atasamehewa madhambi yake yote yaliyopita. Hii imetoka ya Sahih al-Bukhari na Muslim. Lakini na katika hadithi nyingine nasema, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuliza Bilali radhiallahu anhu, nieleze juu ya amali njema kabisa unayoitenda, kwani nimesikia sauti ya viatu vyako vikiwa mbele yangu peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuuliza Bilali. Wakati Mtume anamuuliza swali hili Bilali, tayari ni kwamba Bilali alikuwa shabashiriwa pepo, kwamba ni miongoni mwa watu ambao watakuingia peponi. Na ubashiri wa namna ya kipekee, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema amesikia sauti ya viatu vyake peponi, kwamba ni ishara kwamba mtu yupo peponi, ni uhakika. Bilali radhiallahu anhu akamjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, Rasuli wa Allah, sijafanya amali yoyote niliyoiona kuwa ni bora kwangu isipokuwa kawaida yangu mimi kila nikitawadha kuswali kadiri ninavyojaliwa kuswali. Nabii sallallahu alayhi wasallam akamwambia, hilo ndilo lililokufikisha huko peponi. Mwandishi anamalizia kwa kusema, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwezeshe tuwe wenye kufanya haraka kuitekeleza sunna ya kuswali rakaa 2
baada ya kuchukua udhu, sunna ya udhu, ili kuzipata fadhila hizi katika uhai wetu wote. Kama ambavyo ulivyosema, ni sunna ambayo wengi wetu tumeiacha, lakini fadhila zake ni kubwa sana. Yani kwa kupitia andiko hili tunaweza ukaona ya kwamba mtu tayari alikuwa peponi, tena akitembea Mtume Muhammad SAW akiwa jirani yake, yani anasikia viatu vyake vikiwa mbele yangu. Na miongoni mwa amali pekee ambayo iliyompeleka, hakusema mambo mengine yote, akasema ni rakaa 2 baada ya kuchukua udhu, na Mtume akajibu pale pale kwamba hilo ndilo lililokufikisha. Na sunna hii kwa nini inakuwa imeachwa? Unajua, kwanza sunna hii inaachwa kwa sababu wengi katika sisi sio watu wa kuzingatia swala zima la kuwa na udhu muda wote. Unajua udhu ni kinga. Kwa hiyo kwanza swala tu la kuwa na udhu ni swala ambalo tumeliacha sana. Yani watu wengi tumeliacha swala la kuwa na udhu muda wote. Na mfahamu, mara nyingi mimi nasema hapa tukizungumza majambo vizuri katika kuyazingatia zaidi ni kujifanyia tathmini wenyewe, tujiangalie. Yani kila mtu, nawe mtazamaji unatazama, jaribu kujitathmini. Yani ada yako na swala zima la udhu likoje? Yani wewe ni mara nyingi unakuwa uko na udhu, au ni unatia udhu katika vipindi vya swala? Yani wakati unaenda kutekeleza ibada ya swala ndio unatia. Kama ambavyo umesema, kitu pekee ambacho kitakufanya ukae na udhu muda wote, kwa sababu udhu ni kinga. Nakumbuka mimi wakati niko shule, unajua kuna dada zetu wanapitia changamoto nyingi za vitimbi na mashetani na vitu kama hivyo. Kuna shekhe mmoja akawa anazungumza akasema miongoni mwa kinga bora sana ni kukaa na udhu muda wote. Unajua hata hivi vitu vibaya pia haviwezi kukuvaa kama wewe utakuwa ni mtu ambaye mara zote umekaa na udhu. Kuna watu, na ndio kundi la watu walio wengi, Mwenyezi Mungu atuongoze na aongoze, udhu wamebaki kwa dhana hiyo, yani kwamba udhu ni kitu ambacho mtu anashika udhu atekeleze baada ya swala. Lakini kiuhalisia mtu unatakiwa uwe na udhu. Kama ulivyotangulia kusema, udhu ni kinga, lakini kuna fadhila nyingi sana za mtu kuwa na udhu, kwa sababu hatuzijui hali zetu. Hata umauti unaweza kukufika ukawa uko tahara, ikawa ni jambo zuri kwako, na hujui, yani katika mihangaiko yetu hujui utakutana na wapi. Yani ukiwa na udhu inakuwa ni jambo jema sana. Kuna wakati wa kumalizia Msame, kuna ile hadithi pia kwamba Mtume Muhammad SAW alisema atawatambua umma wake, atautambua kwa athari, kutokana na vitu vingi, lakini miongoni mwavyo ni athari ya udhu. Kwa hiyo unavyochukua udhu itakuwa pia rahisi Mtume Muhammad kutambua kutokana na ile athari. Maana athari ya wewe kuchukua udhu itabaki. Na ukifanya tathmini, watu wengi sana wanatoka. Yani kwanza watu wengi wanakoga bila kuchukua udhu. Yani unajua kukamilisha kwa Muislamu kiuhalisia, kukamilisha kuoga kwako, kama umetoka kukoga, sababu katika harakati za kukoga ni lazima utatokwa na udhu. Kwa hiyo sasa ukishatokwa na udhu, ili kukamilisha kukoga kwako, manake tia udhu. Yani ukihakikisha ukishaoga unatia udhu. Hakikisha unatia udhu kwenye kuoga. Yani ukitoka kuoga basi uwe tayari umetia udhu. Na mara nyingi sana utajikuta kwamba kila unapotoka nyumbani kwako kwenda kwenye shughuli zako, unatoka ukiwa tohara, unatoka ukiwa na udhu. Hili ni jambo ambalo linatakiwa tulizingatie sana kama Waislamu. Yani usitoke kwenda kuianza siku yako, kwenda kufanya shughuli zako ukiwa hujatia udhu kutokea nyumbani kwako. Yani usitoke nyumbani kwako ukiwa hauko tohara. Yani hiyo itakuwa ni safi sana. Kwa hiyo sasa itakuwa ni vizuri ukishatia udhu, piga hizi rakaa 2 za udhu, alafu endelea na harakati zako nyingine. Lakini kila utakapotokwa na udhu, maana yake yani ziko harakati hizi, mtu ameenda maliwato, umeenda kukidhi haja yako. Ukimaliza kukidhi haja, chukua udhu tena uendelee kubaki ukiwa tohara. Na ukichukua sasa ule udhu, piga rakaa zako 2 ili ujihakikishie hizi fadhila ambazo tumezitaja unazipata. Kiukweli ni fadhila kubwa sana sana, na zinapatikana kwa jambo dogo sana na jepesi. Kama ukijizoesha kulifanya mara kwa mara, ukadumu nalo, likawa ni ada yako, basi fadhila tulizozitaja bila ya shaka yoyote zitakuwa zinakuhusu. Asante Msami. Ni andiko letu la kwanza kabisa ambalo limetufungulia kipindi chetu, na ni andiko ambalo lina ukumbusho mkubwa sana. Moja kwa moja tunakwenda kwenye andiko letu la pili ambalo linasema baruka ni mbaya zaidi kuliko kuunganisha nywele kwa nyuzi. Niliuliza hapa kuhusiana na baruka. Baruka ni neno la Kiswahili? Ni Kiswahili? Baruka sina uhakika kama ni Kiswahili fasihi, Kiswahili fasaha au Kiswahili sanifu. Sina uhakika na hilo, lakini inawezekana ikawa ni Kiswahili
inawezekana ikawa ni lahaja, inawezekana ikawa ulikuwa labda ni msimu ulizuka kwa kipindi fulani, lakini baruka ni neno ambalo mwandishi amelitumia. Sasa inategemea kwa sababu pia maandiko haya yanatoka maeneo mbalimbali Afrika Mashariki. Sasa andiko hili chanzo chake lilikuwa ni swali ambapo mtu aliuliza ni ipi hukumu ya kuvaa baruka kwa maana ya wigi. Sasa nadhani tunapata maana yake kwamba baruka ni wigi kwa mwanamke au mwanaume mwenye kasoro ya upara ni ipi? Yani kwa mwanamke kwa maana ya ada, wanawake siku hizi ni ada yao kuvaa mawigi, lakini kwa wanaume wapo wanaume ambao wenye upara na wanavaa na wenyewe. Kabla hujaendelea nikutake radhi kwa wanaume, mtu mwingine anaweza kaona kwamba labda ni kitu kigeni hicho kwa wanaume, mtu anavaa. Sasa hivi nimeona sana hili jambo, na ni jambo ambalo linapigiwa sana chepuo. Pia inabidi tuwaulize mashekhe waweze kutufafanulia zaidi, japo hapa nadhani kwenye hili jibu litakuwa limeeleza katika engo moja. Sasa hivi vinyozi wengi kwenye saluni nyingi kubwa zinaonyesha huu utaratibu. Wanaotesha mtu anaenda na upara anakubandikia. Na kendo baruka yani kama wigi. Sema tu liko katika sura ya nywele ndogo, kwa sababu wanaume wengi wanakuwa na nywele ndogo. Kama wigi anaekewa zile, alafu anaendelea kunyolewa juu yake, zikichongwa inaonekana kama nywele moja kwa moja, lakini upara. Kwa hiyo hili pia lakini pia kumekuwa na kuibukwa kwa kuuzwa sana kwa dawa za kuotesha nywele kwa watu ambao wana vipara. Ni vitu vyote ambavyo vikiletwa kutokana na utandawazi na maendeleo, tunatakiwa sisi kama Waislamu tusivi apply, isipokuwa tumejiridhisha kwamba ni vitu ambavyo viko sawa, vinaruhusiwa kwa mujibu wa sheria ya dini yetu adhimu. Asante Msami. Sasa ilikuwa ni swali ambapo kama nilivyosema, mtu aliuliza ni ipi hukumu ya kuvaa baruka kwa mwanamke na kwa mwanaume mwenye kasoro ya upara, lakini akauliza pia ni ipi hukumu ya kuziuza kwenye maduka. Ilikuwa ni swali. Kuna watu wanaouzaji anaweza yasivai, lakini kama so jibu likaja. Jibu likasema kwamba kuvaa wigi ni jambo baya zaidi kuliko kuunganisha nywele. Kuunganisha tunajua dada zetu, mama zetu wana tabia ile wanakwenda kusuka na kwenda kusuka na uzi, ama anaunganisha nywele. Uzi lakini wameujuzisha mashekhe kusuka kwa uzi wamejuzisha. Sawa, kuunganisha nywele bandia, yani nywele yako unaunganisha na nywele bandia. Kuunganisha nywele ni kuongeza nywele juu ya nywele. Sheikh akasema hivyo. Akasema tusemeje kuhusu kuvaa wigi ambayo ni kama kichwa kizima? Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kushika fundo la nywele na kusema, hakika si vinginevyo waliangamia wanawake na wana wa Israeli kwa sababu walifanya mambo kama haya. Kwa hiyo kudanganya kwa namna hiyo hakufai, lakini tiba ya kurudisha nywele kwa matibabu halali haina tatizo. Kwa maana ya kwamba kujitibu ili nywele zikue upya, hilo halina shida, ama kuvaa fundo la nywele bandia au kuunganisha nywele, hilo halijuzu. Jibu lilotolewa na Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Ibn Baz ndo alitoa hiyo fatwa. Na chini nimeona sasa maelekezo ile, hizi dawa za kuotesha halina shida. Dawa za kuotesha nywele halina. Ndugu zangu kwenye vipara hili jambo halina shida. Heri utumie dawa katika kuotesha kuliko kuvaa hizo wigi ambazo umesema, kuvaa hizo nywele ambazo ni bandia. Exactly. Hiyo pia inakuwa na maana yake bana. Katika jambo ambalo inabidi tuwe, katika mambo ambayo inabidi tuwe nayo makini sana sisi kama Waislamu, ni hivi vitu ambavyo kwa bahati nzuri vinakuja kutokana na maendeleo ya teknolojia. Kwa hiyo vinakuwa ni vitu vipya kwenye, hatuwezi kusema vipya kwenye tamaduni, lakini ni vipya kwetu. Kwa hiyo ni vizuri sisi kama Waislamu, kabla ya kuvikimbilia, kabla ya kuanza kuvifanya au kuvitumia, ni bora tuweze kujiridhisha kwamba sheria ya dini yetu adhimu inasemaje kuhusiana na vitu hivyo. Na nimerekebisha kwamba sio vitu vipya, kwa sababu umeona inatuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alishika fundo la nywele na akasema kwamba wanawake wa Israeli walikuwa wanafanya vitu hivyo, wanaunga kudanganya nywele zao. Kwa hiyo ni jambo ambalo na akaweka wazi kwamba wameangamia. Kwa hiyo kwa mama dada ambaye unafanya hivyo, utambua kwamba si na unaweza wewe mwenyewe ukaangalia uzito. Unajua ile jambo mfano unaweza ukalichukulia kawaida, lakini ni jambo ambalo limekithiri sana. Yani limekithiri mno kwa wanawake. Yani swala la kuvaa mawigi limekithiri vibaya mno, na kwanza kwa bahati mbaya limeweza kupiganiwa, likaonyeshwa kwamba ni jambo la kifahari, ni jambo zuri. Yani
asiyelifanya hili maana yake ndo anakuwa yuko nyuma, anakuwa mshamba na vitu kama hivyo. Lakini unaweza kupata picha tu kama mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema umeangamia. Kwa unaweza ukapata picha ni kwamba utakuwa umeangamia kwa kiasi gani, na hilo jambo ni hatari kwako kiasi gani kuweza kulifanya. Yani Mtume akuthibitishie kwamba utakuwa umeangamia ukifanya kitu fulani. Sababu leo hii daktari tu kawaida ambaye ni binadamu anatumia ujuzi wake kuweza kuapply kukutibu, akikwambia tu bwana ukifanya hivi utaangamia. Nadhani utapima hofu kiasi gani utakuwa nayo. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiumbe bora kabisa kuliko viumbe vyote, anakuhakikishia kwamba umeangamia. Hilo ni jambo ambalo tunatakiwa tulitathmini sana, hasa kwa dada zetu, mama zetu, kwa sababu kwa wanaume kasi sio kubwa sana kama ilivyokuwa kwa kina mama. Ndio maana utaona hata katika upande wa biashara mengi tunayoona ni mawigi kwa upande wa kina mama, nywele kwa upande wa kina mama ndio ziko nyingi sana madukani huko, na matangazo na zinakuja za katika miundo mbalimbali. Siku hizi kwa teknolojia ilivyo sasa hivi, hata mtu akivaa inaonekana kama nywele zake, huoni kabisa wala huwezi kujua kama zamani yale alikuwa kama kofia, mtu akivaa unaona kama ni kuna weaving, kuna yani wenyewe unaona video mitandaoni wanashonea, yani unaunganishwa na ngozi hapa inabandikwa katika gundi, inakuwa kama ukikutana naye hivi huwezi kujua, unaweza kusema ni nywele zake. Kwa hiyo ni jambo ambalo la kuzingatia sana, na pia vitu kama hivi tunaviacha kwa jamii, vinakwenda vinazoeleka, kwa sababu anazaliwa mtoto ni binti, anakuwa anakiona, anaona watu 80% waliomzunguka wanafanya. Kwa vitu kama bila kukemea, tutakuza jamii ambazo za mabinti na hata watoto wa kiume ambao hawaoni kama hili jambo ni tatizo au kuna katazo lolote kwenye sheria yetu. Swali liliulizwa pia kwa wanaouza, bahati mbaya sana mimi majibu yake hatukuyaona. Kwa hiyo lakini kama jambo limeharamishwa na wewe ukashiriki katika kufanya biashara hiyo, maana yake obvious huko ndani ya hasara. Bahati mbaya siku hizo wako wanaume ambao wanauza, alafu katika kuonesha anayavaa yeye kwa mfano. Hali ni mbaya sana. Vyote ni vitu vya kukemea. Tumuombe Allah atuongoze tuweze kuepukana na vitu haya, tuachane na makatazo yake na tufanye yale ambayo yenye kumpendeza na aliyoyaamrisha. Amin. Andiko letu la mwisho na la tatu Mfaume linahusiana na fadhila za kuunga udugu. Fadhila za kuunga udugu. Fadhila za kuunga udugu. Mwandishi wa andiko hili Mfaume ameorodhesha fadhila 12. Fadhila 12 za kuunga udugu. Sisi tutazitaja hizi fadhila kwa haraka kwa sababu ni nyingi. Kwa tutazitaja. Ni miongoni mwa maandiko bora sana, na haya pia ni miongoni mwa mambo ambayo siku hizi watu wengi hatuyafanyi. Yaani imekuwa ni rahisi sana watu kukata udugu. Na kumekuwa na yani sasa hivi tukisema hapa tufanye hesabu ya familia ambayo wote wameshikana, wameungana, hakuna makando kando, hakuna na hata ukiwakuta utakuta wenyewe wanasema tunachekeana, tunaishi kichina, yani tunachekeana tufanye, lakini kila mtu mmoja ana fundo lake na nini hivyo. Lakini kwa hiyo nimekuwa ni jambo ambalo linagusa familia nyingi sana. Kwa hiyo wewe mtazamaji unaotufuatilia, hizi ni fadhila 12 ambazo zinapatikana kwa mtu kuunga udugu. Unaweza kuona jambo hili ni jambo kubwa kiasi gani, na ili uweze kujua lina faida kiasi gani, tusikilize. Fadhila ya kwanza ya kuunga udugu, mwandishi hapa anasema kuunga udugu ni alama ya kumwamini Allah na siku ya mwisho. Na ikaletwa hadithi ya Mtume hapa kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho amkirimu mgeni wake, na mwenye kumwamini Allah na siku ya mwisho aunge udugu wake. Hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikionyesha pia umuhimu wa kuunga udugu. Fadhila ya pili inasema ni sababu ya kuzidi umri na kukunjuliwa riziki. Familia nyingi sasa zinalia njaa, mambo yaendi, lakini ukiangalia watu wamekata udugu, tena wamekata udugu kabisa. Watu ndugu wa baba mmoja, mama mmoja, hawaongei, wamekatana, na kwa bahati mbaya wamerithisha mpaka vizazi vyao vimekatana. Na ubaya bwana wa kukata udugu, mashabiki wanakuwa wengi sana. Kila pande inakuwa na kundi lake. Na lile kundi na lile kundi pia wanakuwa wamekatana hivyo. Kwa hasara inakuwa. Na imewekwa hadithi hapa kuthibitisha hili. Nasema kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwenye kupenda kutanuliwa riziki yake na azidishe baraka katika umri wake, basi aunge udugu wake. Na kuongeza umri ni kubarikiwa kupewa nguvu katika mwili, akili kuwa salama na maisha mazuri, chakula bora
hewa safi. Ametoa sharha ya kuongeza umri hapa. Fadhila ya tatu inasema mwenye kuunga udugu anakuwa karibu na Allah. Naam. Na kwa dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika Allah ameumba viumbe mpaka alipomaliza ulisimama undugu. Ikasema huyu amesimama anajikinga kwako na anayemkata. Akasema ndio hivi, huridhii nikimuunga anayekuunga na ninamkata anayekukata. Anasema sawa. Akasema hilo lako. Yani kwamba umekubaliwa ombi lako kama unavyoweza kuona. Manake ukikata udugu Allah naye anakukata. Kwa hiyo hapo unaweza ukapiga wewe mwenyewe ukafanya tathmini, kukatwa na Allah ni jambo baya kiasi gani. Fadhila ya 4, kuunga udugu ni sababu kubwa ya kuingia peponi. Ni sababu kubwa ya kuingia peponi. Jambo la 5 la kuunga udugu linasema kuunga udugu ni katika kumtii Allah, kwani unafuata uliloamrishwa na Allah. Mwenyezi Mungu anasema na wale ambao huyaunga aliyoyaamrisha Mwenyezi Mungu yaungwe na wanaihofu hisabu mbaya. Nayo ni katika mazuri ya dini ya Uislamu. Kuunga udugu ni katika mazuri ya dini ya Uislamu. Fadhila ya 6 hii ni katika mazuri ya dini ya Uislamu. Ni dini ya kuunganisha, dini ya wema, huruma, inaamrisha udugu na inakataza kukatana. Fadhila ya 7 inasema sheria zote za dini za mbinguni zimefikiana kuhusu kuunga udugu na kuhadharisha ukataji wake, na hili linaonyesha umuhimu wa jambo hili la kuunga udugu. Ya 8 inasema kuunga udugu kunapelekea kutajwa vizuri na kusifiwa. Hata watu wa enzi ya ujahilia, enzi ya ujinga huko, walikuwa wanasifia waunga udugu. Yani kwamba hili ni jambo zuri hata kwa watu ambao walikuwa makafiri wa enzi ya Mtume huko, watu ambao walikuwa hajafikishiwa, hawajalinganiwa kuhusiana na dini, lakini tayari jambo hili lilikuwa ni bora. Lakini namba 9, fadhila ya 9 inasema kunapelekea wema na ni dalili ya uzuri wa nafsi na ukweli katika kuishi na watu. Palisemwa asiyefaa ndugu zake hawezi kukufaa. Fadhila ya 10 inasema inaeneza upendo baina ya ndugu. Sahihi. Ya 11 inasema kunyanyuliwa muunga udugu. Mwanadamu akiwaunga ndugu zake na akachunga katika kuwatukuza, watamkirimu, watamheshimu, watakuwa ni wenye kumsaidia. Fadhila ya mwisho kabisa na ya 12 inasema kuwa na cheo kwenye kuungana. Ndugu wenye kuungana, kupendana, wataheshimika. Kila mtu ataogopa kuwafanyia ubaya. Kinyume na hivyo, wakikatana, kufanyiana vitimbwi, watadharaulika, watadhalilika baada ya utukufu na kuwa juu. Hizi ni fadhila 12 za kuunga udugu. Katika yote tuliyosema, bila shaka mtu kisikiliza haya mambo 12 hakuna hata moja ambalo utakuwa hulitaki au upendelei kukute katika mambo yote 12. Kwa hiyo kubwa tuhakikishe tunakuwa ni wenye kuunga udugu, tupendane ndugu zetu, na tusipendane upendo wa asili, tuonyeshane kweli kama tunapendana. Sababu tukionyeshana mapenzi kwa vitendo, kwa kutendeana mambo mazuri, kwa kutakiana mema, kila mtu atahisi mapenzi ya mwenzie kwake, na itakuwa ndiyo kuunga udugu kwa dhati. Na itakuwa ni ngumu sana, hapa imetolewa moja kati ya fadhila zilizotajwa, itakuwa ni ngumu watu wengine kuweza kuwaletea vitimbwi au kuwafanyia chochote, sababu ajua wale hata tukiwaingia hakuna chochote kwa umoja wao hatuwezi kufanikiwa kwa lolote. Na hili nadhani huwa linatakiwa kuwa jukumu la viongozi wa familia. Wewe kama baba nyumbani, kiongozi na familia yako. Wakati mwingine inatokea tu Msami, unajua fitna wakati mwingine huwa inazaliwa ndani. Inaweza kazaliwa fitna baina ya watoto. Watoto wakaanza kutokupatana. Sasa ukiwa una nafasi ama una dhima kuwa kiongozi ndani ya familia, una wajibu wa kuhakikisha familia yako inapatana, familia yako inakaa kitu kimoja. Kwa sababu haya tunawasema kwamba ni rahisi adui kuingia kama nyinyi mtakuwa mmeparaganyika. Kama ndio kuna makundi, lakini kama mko kitu kimoja ni ngumu sana adui kuingia ndani. Kumalizia katika hilo Mfaume, mbinu 2 tu za kutumia ili kuhakikisha udugu unaendelea kuungwa. Kukaa vizuri. Ni kupendana kwa ajili ya Allah na kuepuka unafiki. Yani sababu nyingi sana zinazopelekea udugu katika unakuta watu wanakuwa wametengeneza majambo moyoni.
ndio ile inaanza. Kila mtu Tunacheka anakula hapa, kwake. tunacheka hapa Mfaume. Sikuonyeshi kama mimi nina shida na wewe, lakini kiuhalisia mimi nina shida na wewe. Na uitaki kuitoa. Sasa nisipokuonyesha wewe utaona kama uona shida. Na ubaya ninaweza nisikuonyeshe moja kwa moja Mfaume kama mimi nina shida na wewe. Alafu baadaye nikikaa na mtu nikaanza kumwambia. Kwa bahati mbaya siri bwana ni ya mtu mmoja. Hata msemo wa Kiswahili unasema siri ni ya watu wawili. Hapana. Siri ni ya mtu mmoja. Kwa bahati mbaya nikishamueleza yule mtu, yule naye anaweza kaenda kumueleza mwingine, mwingine akamueleza mwingine, yakakufikia. Yakikufikia wewe kibinadamu utakasirika zaidi, kwa sababu utaona bwana kila tukikutana tunazungumza kama hakuna shida, kumbe kwa watu huko ananitangaza. Mtu ambaye anaweza kuniambia lakini aniambie mimi anakwenda kuambia. Kwa hiyo bora ni kwamba tuelezane. Mkamilifu ni Mwenyezi Mungu. Katika kasoro zetu tuelezane. Tunakoseana wakati mwingine, lakini jambo jema kama mmoja amekukosea basi kaa vizuri kumueleza ili kutengeneza mahusiano yalikuwa mazuri. Msami, asante, na tunatoa nafasi kwa mtazamaji walau tupate simu moja kuhusiana na maandiko ambayo tumekuwa nayo hapa kwa siku ya leo, kuanzia andiko letu la kwanza mpaka andiko letu la mwisho. Yote ni kwa ajili ya kuweza kukumbushana, lakini pia kupeana elimu. Kabla tujahama kwenda kwenye kipengele kingine, tupate simu moja kwa yule ambaye ametufuatilia kuanzia mwanzo. Simu moja haraka haraka kwa sababu tuko nyuma ya muda. Atoe mchango wake, lakini pia kama atakuwa na nasaha kuhusiana na maandiko haya, basi wakati ndio huu, kabla tujahama na kwenda kwenye kipengele kingine kinachofuata. Sawa. Nambari za simu zitaonekana kwenye runinga hapo mtazamaji, na kwa kutumia nambari hizo tupigie uweze kushiriki nasi. Umesikiliza tukielezea hapa maandiko yetu matatu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama, vipi hali yako? Habari za Bukoba? Vipi hali zenu? Alhamdulillah. Vipi hali yako wewe? Habari za Bukoba? Tuko salama kabisa. Alhamdulillah, ya Allah wahifadhi. Amin, ahifadhi sote. Rehema zake. Amin. Karibu. Andiko nimeasikia. Ndio. Hizi rakaa mbili baada ya udhu, sijui kama wapo Allah wahifadhi. Kwa kweli hatuwezi, sijui kama tunaweza, labda tukifuatilia tukitia juhudi tunaweza. Kukaa na udhu kwenyewe tunashinda. Kwa hiyo tasali rakaa mbili kama hapo, nafikiri hapo kuna watu wanajitahidi. Allah wahifadhi, awalindie hizo swala zao. Sababu tunaangalia nani Ibilisi alisema kwamba anamuogopa kwanza mtume mwenyewe Muhammad. Mtume alimuuliza unaogopa nani? Akamwambia namuogopa wa kwanza na kuogopa wewe. Ndio. Na mtu wa pili naye muogopa ni mtu yule anayekaa na udhu. Kwa hiyo ni jambo la kukaa na udhu ni jambo zuri, jambo jema, jambo ambalo ni kubwa, kwa sababu huwezi kuwa na Ibilisi kama umekuna udhu. Ibilisi anakuogopa. Kwa hiyo tukae na udhu kama na nyinyi mlivyosisitiza. Kukaa udhu ni jambo jema, jambo bora kabisa. Naam. Andiko la pili baruka nimelichukua neno. Sijawahi kulisikia, ndio bora kuangalia nani baruka. TV nimefurahi sana baruka. Nimeliona, nimesikia leo, sijawahi kulisikia neno hili. Kuvaa mawigi. Kumbe baruka ni kuvaa wigi. Ni neno hili jambo hili limeenea kwa kweli hasa huku Bukoba. Kwa kweli ukiangalia wanawake wote mara nyingi wote wamevaa mawigi. Kwa kweli ni jambo ambalo ni baya, mtume analisikia Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ndiko la tatu fadhila za kuunga udugu. Kwa kweli nimeziandika, ila naomba mnikumbushe namba 8. Niandika yote. Ulikuwa unaandika? Ndio nimekuandika, mnikumbushe namba 8. Niandike hizi fadhila 12. Namba 8. Nashukuru sana, Allah wahifadhi, awalinde. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana mama yetu Jannat Majura kutoka Bukoba. Shukran sana. Fadhila namba 8 tukutajia haraka haraka, alafu tutaingia katika kipengele chetu cha pili. Fadhila namba 8 inasema kuunga udugu kunapelekea kutajwa vizuri na kusifiwa. Hata watu wa enzi ya ujahilia, enzi ya ujinga, walikuwa wanasifia waunga udugu. Hiyo ndio fadhila namba 8 mama yetu Jannat Majura. Na kwa simu hiyo mama yetu Jannat Yasin Majura kutoka Kagera
inatukamilishia kipengele chetu hichi cha andiko, na sasa tutapata mapumziko mafupi, alafu tukirejea moja kwa moja tutakwenda katika kipengele cha kuangazia habari kubwa ambayo inahusiana na jamii yetu ya Kiislamu ambayo imetawala zaidi katika juma lote hili ambalo limepita. Kwa sasa tupate mapumziko, tutarejea hivi punde. Hayo mafupi, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni asubuhi njema ya Jumamosi. Uko nami Rajab Msami, niko na mwenzangu Ali Mfaume. Tumeanza na kipengele cha andiko ambacho tumekamilisha, na sasa tunaingia moja kwa moja kwenye kipengele cha habari kubwa ambayo imetawala katika wingu au anga za habari za Kiislamu kwa juma hili ambalo tumelimaliza. Na Mfaume, kuna habari gani? Naam, na miongoni mwa habari ambayo tuko nayo ndani ya juma hii ni habari ambayo ni kusikitisha, lakini kama ambavyo sisi Waislamu mara zote tumekuwa tukielezwa kwamba inapotokea tukio kama hili basi kwetu yatosha kuwa mawaidha, na hii inatukumbusha hata wakati Mtume Muhammad SAW alipoondoka kulikuwa kuna mivutano, huzuni ilikuwa kubwa sana katika maswahaba wake wakihuzunika, lakini na hii inaonyesha kwamba hii njia ni yetu sote, kila mtu ataipitia. Kama miongoni mwa viumbe bora kabisa ambao wamepata kuumbwa na Allah Mtume Muhammad SAW naye pia alikutwa na umauti, basi mtu yoyote anaweza kukutwa na umauti. Habari ambayo tuko nayo wiki hii ni kutoka nchini Saudi Arabia, ambapo Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Sheikh ambaye ni mufti mkuu wa nchi ya Saudi Arabia, ambaye pia ndio alikuwa mwenyekiti wa baraza kuu la wanazuoni na rais wa kamati ya kudumu ya fatwa, alifariki siku ya Jumanne ambayo ilikuwa ni Septemba 23 mwaka 2025, na umauti umemkuta akiwa na umri wa miaka 82 Msami. Miaka 82. Alizaliwa Novemba 30 mwaka 1940 huko Maka. Yeye alikuwa ni mwanazuoni mashuhuri sana wa Kiislamu na mtu mashuhuri katika taasisi ya kidini ya Saudi Arabia. Na amehudumu katika nafasi hiyo ya kuwa mufti kuanzia mwaka 1999 mpaka leo, tunasema takriban miaka 26 akiwa katika nafasi hiyo ya mufti. Manake huyu alimpokea mufti wa zamani, yani alimpokea mufti Sheikh Ibn Baz. Alimpokea Abdul Aziz bin Baz tangu mwaka 1999, na nadhani huu ni utaratibu ambao upo kwamba nafasi hiyo ya mufti unaihudumu kwa kipindi cha maisha yako yote, yani hatokaa mtu mwingine mpaka utakapoondoka. Katika kipindi chake chote cha uongozi alichukua jukumu muhimu katika kuunda mazungumzo ya kidini ya ufalme, na alijulikana kwa kujitolea kwake kwa sheria za Kiislamu. Msami, hivi karibuni mfano ukizungumza Saudi Arabia, manake tunazungumza miongoni mwa sehemu ambapo zile sehemu kuu takatifu ama kitovu cha Uislamu ndiko ambako zinapatikana huko. Sehemu hizo zinapatikana katika mji wa Saudi Arabia. Tunaweza tukapongeza kutokana na mambo mbalimbali, maendeleo ambayo yamekuwa yakifanyika. Tunaona ndugu zetu katika kutekeleza ibada ya hija, miundombinu, mazingira, namna wanavyopokelewa na vitu vingine kama hivyo, zimekuwa ni juhudi kubwa sana zikifanywa na chini ya uongozi wa mufti ambaye ametotoka hivi karibuni. Swala mbalimbali zimeswaliwa, nadhani nchi mbalimbali watu waliswali katika nchi zao. Kule Saudia wamemswalia katika salatu jeneza, lakini pia watu mbalimbali waliswali Tanzania. Hata kule Saudia pia watu waliswali raib, pia watu waliswali, walimswalia katika eneo sababu yeye alifia Riyadh, lakini watu wakaswali, watu wa Makkah waliswali, watu wa Madina walimswalia. Tanzania pia kuna watu waliswali. Tanzania kuna baadhi ya watu walimswalia na mataifa mbalimbali, kwa sababu mufti Saudia ni miongoni mwa wanazuoni wakubwa katika ulimwengu, kwa sababu unafahamu miongoni mwa mataifa ambayo bado yamebaki katika dola ya Uislamu mpaka hivi sasa kwa
kujikita zaidi na kushikamana ni Saudia. Yani ndio miongoni mwa mataifa ya dola Uislamu ambayo yana nguvu kujiendesha kulingana na taratibu na inavyohitajika kwa dola ya Kiislamu ni Saudia. Kwa hiyo kiongozi huyu ni mkubwa na alikuwa ni kiongozi maarufu sana. Alikuwa ni mwanasheria maarufu. Fatwa zake, unajua kishakuwa mufti mkuu manake wewe ndio top katika kutoa fatwa. Kwa hiyo fatwa zake ni fatwa ambazo zilikuwa zinatumika sana ulimwenguni. Kwa mfano unaona Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah amekuwa ni mtu ambaye unamfahamu, anakuwa maarufu zaidi kwa sababu fatawa zake nyingi tunakutana nazo maeneo mbalimbali. Na kwa hiyo Sheikh pia halikadhalika hivyo, kwa sababu anakuwa yuko katika nafasi ya kufutu mambo mengi. Kwa hiyo fatawa zake tunakutana nazo. Kwa hiyo kwa umaarufu huo ulipelekea watu kuweza kumswalia ghaib kutoka katika maeneo mbalimbali, wapo kutoka katika nchi zao, kama ambavyo Msami ameeleza kwamba ameswaliwa kutoka nchi tofauti. Lakini tunayo video hapa ambapo alisaliwa katika mji wa Riyadh, sehemu ambapo mauti ulimfika na sehemu ambapo alipata kustiriwa. Tukatazame walau kwa dakika chache namna ambavyo ilivyokuwa. الصلاة على الميت الغائب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء رحمه الله. الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Naam, hivyo ndivyo ambavyo ilivyokuwa katika kumwaga, katika kumpatia haki yake ya mwisho kabisa. Tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie kaburi lake liwe miongoni mwa viwanja vya peponi inshallah. Na Allah tujalie sote mwisho uliokuwa mwema. Miongoni mwa mambo ambayo atakumbukwa nayo mufti huyu ilikuwa ni kusimama thabiti dhidi ya ugaidi. Yani mara kadhaa katika fatawa zake alikuwa anafutu namna ambavyo alikuwa akifutu akitoa fatwa. Mara nyingi sana alikuwa akikemea na akilaani vikali makundi ya kigaidi kama Al-Qaeda na ISIS, akisema hawa si Waislamu, wanawakilisha uovu wa hali ya juu, si dini ya kweli.
ulikuwa ni msimamo muhimu sana kwa kiongozi wa kidini katika taifa linalochukuliwa kama kitovu cha Uislamu, yani kitovu cha Uislamu. Lakini alikuwa na mengi kukumbukwa. Kikubwa tumuombe Allah aweze kumsamehe pale alipoteleza na azikubali amali zake, na ajalie kaburi lake liwe viwanja miongoni mwa viwanja vya pepo. Asante Msami. Kwa kusema hayo, tunakwenda kupata mapumziko mafupi, kisha baada ya kurejea liko jambo hapa zuri kabisa ambalo tunakuja kulizungumza la kijamii, lakini pia ni jambo ambalo lina fadhila kubwa sana, ambalo linakuhusu wewe. Mtu yoyote yule anaweza kulifanya jambo hili. Twende tukapate mapumziko mafupi, kisha tutarejea kuja kumaliza kipengele chetu cha mwisho tukiwa na mgeni, tukizungumza juu ya swala hilo. Kinataka kujua ni lipi? Endelea kubaki nasi. Karibu sana mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi hivi sasa, kipindi hewani ni Asubuhi Njema, na tumekwisha tamatisha vipengele muhimu viwili kwa maana ya andiko, lakini pia tumekupitisha kwenye habari kuu ambako tumeelezea na tumekujuza kuhusiana na kifo cha mufti wa Saudi Arabia. Na hivi sasa tupo kwenye kipengele cha mwisho, mangu ya mwisho, ambapo tuko na mgeni hapa tukizungumza juu ya masuala mazima ya kujitolea. Je, unafahamu kujitolea ni nini? Lakini faida za kujitolea ni zipi? Lakini unajua kwamba mtu yoyote anayo nafasi ama anao uwezo wa kuweza kujitolea sehemu yoyote. Unaweza kujitolea katika sehemu inayokuzunguka na mambo mengine kama hayo. Tutapata kuzungumza hapa tukiwa na mgeni wetu brother Rajabu Imamu, ambaye yeye ni mwanajamii na ambaye amekuwa akifanya shughuli mbalimbali za kujitolea. Tutazungumza hapa kuhusiana na hilo. Kwa hiyo karibu sana, ungane nasi na uweze kutufuatilia. Rajab, mambo vipi? Umekaa na Rajabu mwenzio bwana. Sawa. Shughuli zinakwendaje? Alhamdulillah. Karibu sana. Kumekuwa kuna dhana nyingi kuhusiana na kujitolea. Watu wengine wakisema ni kutumiwa. Imekuwa bahati mbaya, imekuwa ikitafsirika vibaya siku hizi. Ama watu ambao wanawapa nafasi watu wajitolee, pengine wamekuwa wenyewe ndio tunasema wanainajisi hiyo kujitolea, kwa sababu kuna watu wamekuwa unakuta mtu anasema bana najitolea sehemu fulani, lakini mtu hawezi kujitolea miaka 5, miaka 6. Tupate kwanza tafsiri ya neno kujitolea ni ipi hasa? Karibu. Asante sana. Tukianza na kujitolea, Kiswahili bahati mbaya kimekuwa na uhaba wa maneno. Tukija kwenye Kiingereza kuna volunteering, alafu kuna intern. Sawa, haya maneno yote Kiswahili yanamaanisha kujitolea. Na tunapozungumzia volunteering ni ile hali ya mtu kujitolea kwenye masuala ya kijamii pasi na kuhitaji ujira. Sawa. Tunapozungumza internship ni hali ya mtu mwenye taaluma fulani ambaye alisomea hiyo taaluma kwa nadharia. Sasa anaenda kujitolea ili kuijua hiyo taaluma yake kwa vitendo, kwa ujira au pasi na ujira. Na yote hiyo inatafsirika kama kujitolea. Iwe ni kijamii, iwe ni katika kikazi kwa maana intern. Ndiyo. Yote inatafsirika kama kujitolea. Maana yake unafanya pasina kutegemea ujira wowote. Sasa huku katika kazi maana yake kupata ujuzi na kupata kwenye kazi ametoa maelezo kwamba kuna namna mbili. Inaweza kuwa ni kwa kulipwa au bila kulipwa. Sasa inategemea. Ikiwa kulipwa maana yake sinakuwa sio kujitolea. Haya inategemea na malipo. Intern sawa, malipo yanayolipwa ni posho. Kuna mshahara na kuna posho. Sawa hapo. Kwa mtu anapokuja kujitolea hapa, kwa mfano wewe ni degree holder. Sawa, mimi profession yangu ni marketing and public relations. Sawa. Ninapoenda kujitolea, wakati ule niko ofisini nitapewa pesa za nauli tu. Sawa hapo. Kwa hiyo sio mshahara. Kwa hiyo nauli ambayo naweza nikapewa kwa mwezi labda wewe tuseme ni 200,000, 300,000. Lakini mshahara wangu nikianza kazi huenda ikawa 700,000, 800,000. Sawa hapo. Kwa hapa nasema najitolea kwa ajili ya kupata uzoefu. Kwa kile ninachopewa sio mshahara, ni posho. Unaona hapo ni transportation fee. Sasa huko kote pia unajitolea huko. Sasa lakini kuna sehemu nyingine unaweza kafika pia hata ile nauli yenyewe pia usipewe. Kote huko nifanyaje? Ni kujitolea. Ni wakati naanza kuuliza swali katika mazungumzo yangu nikasema watu wanaitumia vibaya hiyo sasa hivi. Unakuta imegeuka kuwa unyonyaji. Unasema unajitolea lakini watu wanakuwa
kutumia nguvu yako na hawakukupi chochote. Hiyo kujitolea mwisho natakiwa iwe muda gani? Yaani kwa mfano umeenda sehemu labda ni ofisi, katika hiyo intern labda ni ofisi fulani ama kampuni fulani. Inatakiwa muda gani iwe ni kikomo cha wewe kujitolea na sasa useme kwamba bwana nataka kulipwa? Sawa. Hapo tunazungumzia kujitolea kwa upande wa kazi, kwenye upande wa kazi, sasa kwa intern. Kwanza awali ya yote kujitolea hakuna ukomo. Okay. Lakini maeneo mengi kunakuwa na contract, mikataba. Sawa kwamba mkataba wako ndio unaokufanya utakaa kazini kwa muda gani au kujitolea kwa muda gani. Intern zote zinazotangazwa ni lazima uingie mkataba, aidha ni mwaka mmoja, miezi 6. Kwa ule mkataba ndio unaokufanya. Ukimaliza muda wako sasa utafanya extension of contract au utaishia pale pale kwenye mkataba wako. Sawa. Hakuna unanili, ni mpaka hapa utakapokuja kupata ajira ndio sema bwana hapa sasa inatosha au bwana nimechoka sasa kujitolea mimi nitaenda kujiajiri. Kwa hakuna ukomo. Na huku kwa kujitolea katika jamii maana yake huku ndio lifetime. Ndio lifetime. Na tukizungumzia kujitolea kwa kijamii, hivi vitu lazima tujue sasa advantage zake na disadvantage. Ndio. Sawa hapo. Tukija kwenye faida ya kujitolea kwenye kijamii kwanza. Unaweza kuwa unasema unajitolea upati kitu nini. Mara nyingi ndio kule tunaporudi kwenye definition yetu kwamba ama kwenye maana yetu kwamba unapojitoa kwenye jamii haulengi kupata return. Sawa hapo. Malipo. Unajitolea wewe mwenyewe binafsi. Lakini kuna faida zake sasa. Moja ya faida hiyo ni kutengeneza network. Sawa, au kujenga uhusiano mzuri na watu. Sawa. Inaweza ikawa ni wewe unatengeneza mahusiano na mtu, unatengeneza mahusiano na watu, unatengeneza mahusiano na kampuni au kampuni inatengeneza mahusiano na watu. Ukisoma kwenye business, masuala ya business kuna kitu kinachoitwa CSR. Kila kampuni inahisi ina hicho kitu. Corporate social responsibilities. Nahisi makampuni yote yana hicho kitu. Sawa hapo. Kwa maana zile corporate social responsibility makampuni huwa yanaamua kufanya kutengeneza reputation. Sawa. Mfano CCBRT anaweza akasema bwana tunatoa ofa ya sijui kutibu macho sijui bure. Ile lengo lake ni kutengeneza kwamba ideology ya watu kwamba kumbe CCBRT wanasaidia jamii hivyo. Kwa hiyo watapata wateja kulingana, yani kuna watu watashawishika kwenda pale kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya ile ofa iliyotolewa na CCBRT. Lakini pia ukija kwenye umuhimu wa kutengeneza network pia. Mimi wakati nasoma chuoni, chuo chetu kilikuwa na ada ya kwenda Dodoma kila mwaka na bungeni. Mimi nilisema kwamba sitoenda bungeni kwa mfumo wa kichuo. Nitaenda bungeni for the special invitation. Na alhamdulillah nilifanikiwa. Mashaallah. Nilifanikiwa. Kuna hizi issue tu za kijamii. Tulipata mwaliko kwa mbunge mmoja hivi anaitwa Mheshimiwa Shangazi. Kutoka kwenye NGO. Kwa sababu baada ya kuona tunafanya shughuli za kijamii tukaitwa bungeni, tulikuwa ni watu 3. Sawa hapo. Sasa chukulia wewe umefika bungeni, mnatambulishwa as students group la watu, lakini unafika pale wewe unatambulishwa kama watu 3. Kwanza kuna value fulani unakuwa unayo tofauti na mkienda na group la watu kibao hivyo. Kwa hiyo ni network pia. Sawa. Lakini pia tukija kwenye sehemu nyingine unajifunza ujuzi mpya katika kujitolea. Kujitolea kwa jamii. Kwa jamii unajifunza ujuzi mpya. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao wanaenda kujitolea katika haya maswala walikuwa hawana leadership ethics. Sawa hapo. Lakini anapofika katika ule mjumuiko wao lazima mpewane majukumu. Kwenye sisi tunasema kundi lisilokuwa na kiongozi basi kiongozi wake ni nani? Ni Ibilisi. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa lazima mtipeane yale majukumu kwamba wewe utakuwa ni katibu, utakuwa ni mwenyekiti, utakuwa hivi. Wakati unapewa majukumu yao huenda kao ulikuwa hujui kwamba responsibility za katibu ni nini, mwenyekiti ni nini. Sasa kupitia ule mjumuiko mliojikusanya na kutengeneza ule uongozi wenu, pale ndio unapoenda kupata nini? Ujuzi. Na wakati mwingine unaweza hata kwamba kuna ndoto ambayo ulikuwa unayo inaibukia pale pale. Ulikuwa huna na inaibukia pale pale. Sawa. Kwa mfano mimi wakati kabla sijaanza kujitolea, mimi nilikuwa sina ujuzi wa graphics. Sawa hapo. Lakini sasa hivi kupitia kujitolea basi kwa sababu tulikuwa tunalipa pesa nyingi sana kwenye kuwalipa watu kufanyaje? Kutengenezea posters, video nini. Sasa kwa nini tutumie hizi pesa zote hizi? Kwa nini tusijifunze si wenyewe? Hivi ninavyozungumza hapa ninaweza kufanya graphics, video editing, sawa. Lakini pia nimepata ule uwezo wa kuwa public speaker kupitia
hizi nini taasisi ama kujitolea. Sawa hapo. Kuna mtu anaweza kana anatufuatilia hivi sasa na pengine anavutiwa na kile ambacho anachokizungumza na anatamani na yeye awe miongoni mwa watu ambao wanapata nafasi ya kujitolea. Swali ambalo anaweza akawa anajiuliza hivi sasa, wapi ni sehemu sahihi ya yeye kwenda kujitolea, ama akajitolea kwenye kitu gani? Ina depend. Depend. Uhitaji kwenye jamii ni mkubwa na hauwezi kuisha. Yaani uhitaji kwenye jamii ni mkubwa na hauwezi kuisha uhitaji. Sawa. Sasa wewe itategemea. Kwa mfano tunasema elimu ukiwa nayo, sawa? Ukiitoa inazidi. Ila mali ukiwa nayo ukiitoa inafanyaje? Inapungua. Kinachoongezeka ni uchamungu. Sawa hapo. Sasa inaweza ikawa labda wewe ni professional kwenye masuala ya health. Ni daktari. Sawa hapo. Ukawa ofisini. Sawa hapo. Unapokuwa ofisini akaja mteja. Yule mteja tuseme mgonjwa sasa, ni mteja pia. Anapofika pale ana shida na matibabu. Lakini kila ukimpima wewe unaona kabisa mtu uwezo hana. Na nakwambia kabisa hana kweli. Sawa hapo. Sasa wewe kama daktari muda ule unaweza ukateke responsibility kwamba okay, ngoja nimsaidie. Hapo pia umejitolea. Sio lazima uende kuchukua kituo cha watoto yatima. Unaweza ukajitolea hata ofisini kwako ulipo. Hata ofisini unapofanyia kazi unaweza ukajifanyaje? Ukajitolea. Sawa, kuna huko ndo unaita sasa kujitoa, ndo kujitolea kwenyewe huko. Sawa. Kwa hiyo sehemu sahihi ya kujitolea ni angalia wewe unafiti wapi. Na umezungumza hapo, umesema kwamba uhitaji ni mkubwa sana kwa jamii. Kuna maeneo mengi ambayo jamii inahitaji. Kwa sura hiyo kwamba uhitaji hauishi, uhitaji ni mkubwa, jamii ni inaishi tuko watu wengi. Wewe kwa uzoefu wako ambao umehudumu katika eneo hilo, unauonaje mwamko wa jamii kujitolea ukoje? Siwezi kuipima. Naweza nikasema ipo kati na kati. Kwa sababu gani? Sisi project zote tunazozifanya zinawezeshwa na jamii. Sawa. Kwa hiyo siwezi kusema jamii imelala pia. Sawa. Sikusema tutoe pesa zetu mfukoni, kila kitu chetu si mfukoni, mwisho wa siku unabaki nothing. Sawa. Kwa hiyo tunafanya project lakini kwa kuitegemea jamii. Ila pia wakati huo kuna wakati pia muinuko unakuwa ni mdogo. Sababu ya cycle ya watu unaowategemea kufanikisha zile project zenu. Sasa kwa mfano sasa hivi umetoka, kwa mfano juzi nakumbuka mwezi wa Ramadhani tulifika hapa kwa ajili ya project ya kuwafuturisha watoto yatima na kuwanunulia nguo za sikukuu. Alhamdulillah tulifanikiwa, wale watoto walishonewa nguo vizuri hivi. Tukatoka hapo tukawa tunaandaa project nyingine baada ya mwezi mmoja wa Ramadhani. Sawa hapo ile project ikawa imefanyaje? Imedumaa. Sababu watu tu wale ni unazunguka kwenye cycle ile. Kwa lazima watu ambao wanawezesha yale mambo. Kwa lazima automatically tu watu wafanyaje? Wachoke. Kwa hiyo mwamko sio mkubwa sana wala sio hauko chini sana kihivi. Tunafanyaje sasa kuamsha huo mwamko katika upande huu ambao watu bado mwamko ni mdogo? Ni movement gani ama hatua gani ambazo tunazozichukua ili kuhakikisha nyie, labda kwa sababu nyie tayari ni taasisi na mnafanya shughuli za kujitolea, kualika watu wengine ambao hawapo katika taasisi yenu labda lakini waweze kushiriki katika kile ambacho mnachokifanya, kuongeza ile chain, ile cycle iwe sio ile. Kwenye taasisi hizi kama NGO kuna kitu kinachoitwa membership. Kuna aina za membership, sawa. Kuna mwanachama wa kusajiliwa. Sawa. Kuna kiongozi pia ni member, alafu kuna volunteer. Sawa hapo. Unaweza ukawa ni volunteer lakini si mwanachama kwenye taasisi. Sawa hapo. Kwa hiyo watu kama hao wanahitaji kujitolea, anaweza akafika kwenye taasisi akahitaji kufanyaje? Kujitolea. Sawa hapo. For example sasa hivi tupo na changamoto kidogo kwenye issue ya masuala ya ofisi. Sawa hapo. Tunapay kuna renti kubwa kwa ajili ya kuhakikisha ofisi inasimama hivyo. Kwa hiyo mtu anaweza akaja, bwana okay, kwenye kipindi hichi nitawapatia labda frame hii hapa, mfanyie shughuli zenu hapa. Hiyo ni sehemu pia volunteer. Sawa hapo. Lakini pia unapata thawabu, ila pia unaijenga pia jamii kuwa kukumbukwa zaidi. Nilikumbuka rais mmoja Mwinyi, kama sijakosea, anasema maisha ni hadithi. Basi itengeneze hadithi yako iwe nzuri baada ya kuondoka kwako. Sawa. Kwa hiyo yote yale unayoyafanya by the way yana impact. Sawa. Kwa hiyo kujitoa kwako unaweza kufika kwenye taasisi au hata pia yale maeneo yanayokuzunguka pia. Sawa, yanayokuzunguka. Kuna watu wanahitaji
Sawa. Mfano katika Uislamu tunatengenezwa sana kuwa na nanili na kujitoa. Mfano kuna zile siku za kuchinja unawapa. Sasa usisubiri hizo siku maalum. Unaweza kaa kuna mtu tu unamjua leo huyu kwa ninavyomtambua hajala leo. Sio mpaka uombwe. Afika bwana mama, shika hichi kiasi kadhaa, aendeshe vitu vyake. Kwa sababu lazima utumie taasisi hapo hapo ulipo, unaweza ukajitoa pia. Hapo hapo ulipo unaweza ukajitoa, ni maneno yake Rajabu Imamu ambaye tunazungumza hapa kuhusiana na masuala mazima ya kujitolea, na ameweka wazi kwamba mtu yote anaweza kujitolea na sehemu yoyote ile. Karibu sana mtazamaji, ungane nasi kwa kutupigia simu. Unaweza ukawa miongoni mwa watu ambao wanapata nafasi ya kushiriki katika mjadala huu kwa kupiga simu. Kama utakuwa na swali ama utakuwa na maoni kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza, basi wakati ni huu, wakati sisi tunamalizana na Rajabu hapa, unaweza pia ukakaribia. Rajabu, nambari za simu mtazamaji zitaonekana kwa runinga yako. Kutumia nambari za simu hizo tupigie ili uweze kushiriki nasi hapa. Tumezungumza, umeweza kutusikia, ndugu yetu ameeleza maana ya kujitolea, ameeleza na mgawanyiko wa kujitolea umekaaje. Mimi ningependa kurudisha kule, na tumekaa sana kwenye volunteering. Ningependa kurudisha kwenye internship. Mfaume alitangulia wakati anatambulisha mada, akazungumza kwamba kumekuwa na swala la tumia kigezo cha internship watu kunyonywa. Ametumia neno unyonyaji, kwa watu wanatumia sana internship kwenye kunyonywa. Umezungumzia kwamba mara nyingi kwenye internship kuna kuwa na mikataba. Hili swala la unyonyaji, wewe kwa uzoefu wako unalionaje? Kwa nini iliwepo wakati kuna imetangulia makubaliano kabla ya unyonyaji? Unakuwa hivi. Sawa. Tunachoenda kukifanya kwenye intern ni kutafuta ujuzi. Sawa hapo ni kutafuta ujuzi. Sasa mimi nimejitolea kwenye kampuni mwaka mmoja. Sawa hapo nitafuta ujuzi. Kumbuka nimeisomea degree yangu miaka 3. Sawa hapo Kwa kile nilichokisoma kuja kukifanya, unajua kusoma kwa nadharia ni ngumu sana kuliko vitendo. Sawa hapo. Kwa mimi kile nilichokuja kukisoma hapa ndani ya mwaka nitakuwa nimeshakikava tayari. Tena mwaka ni mwingi sana. Ndani ya mwaka huu ni expert. Sawa. Kama nitakuwa nina juhudi ni expert kabisa. Sawa hapo. Sasa kinachofanyika, wale waajiri baada ya kuwa wao ushajitoa baada ya mwaka mmoja huwa hawatangazi nafasi za ajira. Na uhitaji wa ajira upo. Wanachokifanya wanatangaza tena intern. Kwa unafanya extension of contract. Unaandika mkataba mwingine wa kujitolea kwenye malipo madogo au kutolipwa. Sawa hapo. Wapo kunakuwa kuna unyonyaji, unatumika mtu na ikiwa tayari unafanyaje ni mjuzi. Okay, wanaweza pia kuchukua wewe. Wakamchukua mtu mwingine kuja kufanya kitu kile. Sawa hapo. Wakati kuna gap kabisa inaonekana pale kunahitaji mtu. Lakini pia ni waase pia vijana wasiache kujitolea. Wasiache kufanyaje? Sasa ngoja kwanza kabla tujaenda kwa kuwaasa vijana. Tunaondokana vipi na changamoto ya hawa waajiri ambao wanafanya unyonyaji? Yaani mtu ambaye anataka kukutumia, na kuna mazingira ambayo yako wazi, unaona kabisa hapa mimi natumika. Kwa mfano unaona kabisa kwamba unaleta thamani katika taasisi ama unaleta thamani, unaleta value katika kampuni. Lakini bado uhitaji wanao, lakini bado wanataka uendelee kubaki katika nafasi ya kujitolea. Wewe ndio kama kijana upo katika nafasi kama hiyo, kuna kijana anatazama hivi sasa, anachomokaje hapo? Kwanza ni ngumu kuiondosha hiyo. Ni ngumu. Kwa sababu gani? Ni mchezo wa demand. Mchezo wa uhitaji. Ni ngumu kuiondosha kwa sababu kampuni zote unazoziona zimetengenezwa kwa ajili ya kumake profit. Na ili tutengeneze taarifa lazima tutengeneze faida, lazima tuwe na low expenditure. Sawa hapo? Kwa maana mimi nikikuajiri, nikija nikuseme hapa nikuweke nikulipe 800,000 kwa mwezi. Wakati kuna mtu anaweza kuja kufanya kazi hiyo utakayokuja kufanya kwa 300,000. Sawa hapo? Amebakisha 500,000 nzima kwenye nini? Ni ngumu kuiondosha hiyo. Sawa hapo? Kwa hiyo sasa kuajiriwa ni mchezo wa bahati nasibu tu kwa sasa hivi. Kwa hiyo vijana wazitafute hizo ajira, lakini pia wageuze zile elimu zao kuzifanya kuwa pesa. Basi. Kivipi? Cha kwanza, kabla hujaenda chuoni, Rajab, tutie nukta kidogo tu, upokee simu ya mtazamaji alafu tutarejea kwako. Mtazamaji kwenye line ya simu. Hello. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi? Nazungumza na Mohamed hapa Ali kutoka Zanzibar. Kutoka Zanzibar, karibu sana akhi. Asante sana. Ndio. Nasema mimi kwamba
nachangia kwamba nachangia mimi kwamba sisi Waislamu tumekosa mwelekeo kidogo, kwa sababu hili suala la kujitoa kwanza inatakiwa watoto wafundishwe toka wangali wadogo, kama vile kufundishwa Qur'ani katika madrasa. Na masuala haya vile vile ya kutoa wafundishwe vile vile mapema. Hata wakati mwingine mtoto unakwenda naye kwenye kitini, akitoa zile beti unataka kutoa pale au kama nini, mpe mtoto mwambie katie pale, mweke pale, tuwatoeshe. Kama sasa hivi watu hawana imani, kwa sababu tumeacha mambo yote haya. Watoto wafundishwe swali, yaani mtu wa vijana wengi sasa hivi utakuta mtu aende mwenyewe msikitini akatafute mwenyewe elimu ya swala, na inama na kuinuka, watu wanasema nini, mtoto. Watu wengi wana swali lakini hawajui swali. Kwa sababu masuala ya kutoa vile vile watu wafundishwe mapema, watoto wafundishwe mapema, basi nadhani tutakwenda vizuri sana, na atakuwa hakuna mtu atalala na njaa au atakuwa na shida, kwa sababu hata wakati huo nyuma huko, wakati wa masahaba kina Saidna Umar, ilifika wakati mpaka akawa anatafutwa kupewa, ikawa pesa zinabaki pale katika nyumba ya hakiba ya Waislamu. Pesa hakuna wa kupewa tena, wala hakuna kwa chakula, wala watu wote hawana zidi, sababu kama kitoa kama alipopanga Mwenyezi Mungu sadaka, basi mwisho anatafutwa kutoa. Lakini leo watu watoi, wanafunga Ramadhani, kila siku anaambiwa kishafunga Ramadhani, tukifika siku ile ya kutoa zakatu sisi watu hawatoi. Sasa sijui kama Ramadhani zetu ni maambiwa, lakini sisi hatujui. Lakini watu wafundishwe kwa mapema watoto. Hili ndio mchango wangu kwa hapa. Shukran sana ndugu yetu kwa mchango wako mzuri huo. Ameeleza vizuri sana, amechangia hiki ambacho tunazungumza. Ameeleza kuwa ni vyema watoto wakafundishwa hapo. Amenikumbusha jambo moja. Kuna Mwanafaraidul Adabi mmoja, tukisema Mwanafaraidul Adabi tunazungumzia wahenga wa Kiarabu enzi hizo. Alisema kwamba alwaradu wa yanshau ala ma wadahu almurabbi. Mtoto siku zote huwa anakuwa kwenye nendo alizokuzwa na mzazi wake. Sawa. Moja kati ya msiba ambao tunao sisi Waislamu, wallahi hiyo tukija kuipima kwenye reti ni 98% Waislamu wote tuko hivi. Siku ya Ijumaa ile ikifika, yule mtoto anaondoka nyumbani na kanzu yake, hapi hata shilingi 100 kuambia katoe kasoro. Lakini wenzetu mtoto unaweza kukuta anagoma kabisa kuondoka hapa ali kwenda kanisani bila hajatoa shilingi 1000 kwenda kutoa nili. Yaani bila kwenda kutoa sadaka. Anaona kama hajafanya ibada. Si mnaelewa vizuri? Kwa hiyo tuanze amezungumza jambo zuri, tuanze kuwekeza hawa watoto huku chini. Sawa. Tuanze kutengenezwa kuanzia chini. Ndio unakuwa na hiyo. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena mama yetu. Munajima. Karibu sana. Sini Majura. Ndio. Karibu sana mama yetu, na hivi sasa tunazungumza kuhusiana na kujitolea. Halo? Naam, karibu, tunakusikia mama yetu. Hapa nilipo naweza kujitolea, nichukue huo msemo. Mimi namuuliza. Ndio. Kwa mfano umeenda sehemu, wewe ni mgeni. Ndio. Unapenda kujitolea. Ndio. Utafanyaje sasa mpaka ujitolee, kwa sababu unakuwa ujulikani, au mpaka wewe umechaguliwa kwamba kajitolee sehemu fulani? Okay. Kama ujulikani na wewe unapenda kujitolea kusaidia, utafanyaje sasa? Shukrani sana mama yetu. Utatumia njia gani yani? Asante, swali lako tumelisikia vizuri na ndugu yetu hapa atalijibia. Jazakumullahu khaira. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa, sasa kuna kitu tulikuwa tunakizungumza. Nasi ungejibu kwanza mama, afu tutafunga na kile. Kwa mfano umeenda sehemu labda ni mgeni. Kwanza kutojulikana haikuzuii wewe kufanya charity, kutoa msaada. Sawa, kwa sababu tumeambiwa pia njia nzuri ya kutoa, sawa, ni kutoa kwa kulia, mkono wako wa kushoto usijue. Sawa. Kwa hiyo ukifika sehemu ambayo haijulikani ni nzuri zaidi, kwa sababu inakuepusha na ria. Sawa hapo. Kwa hiyo cha kufanya kwenye mazingira kama hayo, tuwaamini viongozi wetu tuliowachagua. Kuna viongozi wa msikiti. Ukifika bwana pale,
Sasa hivi tumepunguza hizi issue, lakini kipindi cha kina Saidna Umar, Abubakari walikuwa wanafanya sensa kwenye majumba ya Waislamu kujua ni nani mwenye uhitaji. Ndio maana mchangiaji kutoka Zanzibar alizungumza sema zama za kina Saidna Umar ilifikia hatua vitu vipo kupewa hakuna, ile ilikuwa imeletwa kutokana na muamko mkubwa. Kama yani ndio maana nilizungumza mwanzo kwamba muamko ukoje, kwa sababu kama kwa idadi ya Watanzania mathalan tuchukulie Tanzania, kwa idadi ya Watanzania ambao takriban ni milioni 60 na sawa, kama 80% ya kila mtu akawa anaguswa na kule kuwajibika kwa dhati kwa kujitolea, basi Tanzania kwanza ingekuwa ni sehemu nzuri sana kuishi, na changamoto hizi za kijamii nadhani zingekuwa chache sana. Ni ukweli. Kwa hiyo ninachomshauri mama yangu ni kwamba au nane kama ni kweli ni mgeni maeneo hayo, fika kuna uongozi wa msikiti. Wahitaji ni wapo wengi sana. Yaani tukiangalia sisi Tanzania, sawa, asilimia ya watu 40 wanaishi katika maisha ya duni. Sawa hapo. Inawezekana 40 mpaka au 60. Tufanye 60 kabisa. 60-40. Yaani 60 60 watu ambao hawana njaa zile za kula ni asilimia 40. Ila watu wengi wana changamoto. Kwa ukizungumza lishe bado kuna afya, kuna afya, kuna elimu, kuna maeneo mengi. Kwa hiyo ukifika tu kwa imamu unaweza kukuta hata imamu mwenyewe pia ana changamoto zake. Kwa hiyo fika tu pale, bwana imamu, ninaishi cha kwangu, wewe ndio unajua wahitaji wao mtaa, basi naomba ukiwasilisha. Rajabu, tufunge na watu, kuna watu wanatoa, kuna watu wanajitolea, lakini wanakuwa na malengo yao binafsi, wanataka kuonekana. Siku hizi ziko mpaka video zinatengenezwa kwenye mitandao ya kijamii. Mtu anakuja anatoa kitu, anatoa msaada, lakini anataka kupigwa picha ili watu wengine waweze kumuona. Umetaja hapo kitu ria. Tumalizie na hili likoje katika kujitolea? Kisoma katika Miatul Hadithi, kile kitabu kidogo kile, hadithi ya mwanzo kabisa, na hisi nasema innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sawa, ila akhir alhadithi. Sawa, ile kupiga picha, sawa, vile unavyosaidia, sawa, si katika ubaya. Sawa, tunachopima ni umekusudia nini, nia yako ni nini, nia yako. Sawa, kwa sababu sisi kwa mfano watu wa hizi NGOs mara nyingi watu wanahitaji VVD reference kuonekana kwamba wewe unasaidia kweli. Sasa sisi hatuna source of funds. Sawa, kwa tunachotegemea ni nani ya donors waje kufanyaje. Sasa yeye ili ahakikishe kwamba wewe kweli unafanya hizo shughuli, lazima umuoneshe kwa vitendo. Na mtu mwingine wakati mwingine unakuta akatoa pesa yake, anataka kuhakikisha kwamba kweli imefika. Wapo hata kwenye kutengeneza profile ya kampuni, profile ya kampuni pia. So huwezi kusema yeye ni njoo unasaidia watu, hatuna wapi wewe umejitolea, umefanya hivi hivyo. Kwa hiyo kikubwa ni kuitengeneza nafsi yako, kuiondosha kwenye area basi. Bwana, uvozungumzia kuhusiana na nafsi, mwisho kuna sehemu nimepita niliona kuna mtu katika maandiko alielezea kuhusiana na sifa kuu za kujitolea. Alijaribu kuweka sifa za kwenye kujitolea. Sasa kwa sababu nimezungumzia mambo haya niliziona hapa. Basi malizia. Aliandika sifa 4. Aliandika kwanza ni kwa hiari. Yaani ni hiari ya mtu. Jambo la pili anasema hakuna malipo ya lazima. Yaani kwamba yanaweza malipo yakawepo kulingana ili kufacilitate hilo zoezi lenyewe, lakini hakuna malipo ya lazima. Alafu akaandika lazima iwe ni kwa nia njema. Ndio hapo lengo lako lazima liwe ni kusaidia, sio kataka sifa au kawa unafanya robbing, kuna cheo unakitaka au kuna hivi. Na jambo la 4 akasema kwamba huleta manufaa kwa wengine au jamii. Wewe unahudumu katika ile eneo, una experience katika taasisi kama hizo. Mimi nadhani kwa kufunga tukupe fursa uweze kutoa nasaha kwa jamii kwa ujumla kuhusiana na swala zima la kuwa na mwamko wa kujitolea, lakini pia utoe nasaha kwa watu ambao tayari wanahudumu katika eneo hili kuzingatia hizi sifa ambazo wanatakiwa wawe nazo ili kuepukana na ria. Cha kwanza ninachoiasa jamii isichoke kusaidia. Kwa sababu unajua hao unaoona mayatima walikuwa na wazazi mwanzoni. Sawa. Kwa hiyo huenda mtoto wako ni yatima mtarajiwa. Huenda wewe leo mke wako ni mjane mtarajiwa. Sawa hapo kwa maana huyu mama naye huenda yeye mwenyewe akawa ni mjane pia. Sawa hapo. Kwa hiyo wanasema maji hufuata mkondo. Kila unachokifanya utafanyiwa. Sawa hapo. Kwa hiyo tuanze kujitoa sasa hivi tukiwatengenezea watoto mazingira mazuri. Unaweza kuondoka hapa duniani umeachia watoto mali vizuri,
Shehe anakuambia ili ujue tabia za ndugu zako afariki baba yako. Au afariki mzazi mlepawa ndani ya ile familia. Ndio utajua tabia za ndugu zako. Kuna watu washafilisiwa mali zao na wazazi waliacha mali za maana kabisa. Kwa hiyo kitakachoacha watoto wako salama, sawa, ni wale watoto kuwatengenezea misingi mizuri ya wewe kujitoa kwa watu. Sababu ukishakuwa na mazingira kujitoa kwa watu, wale watu si wataona huyu bwana babake alikuwa anajitoa sana. Japo pia binadamu kwa sasa hivi pia hatuko hivyo. Sawa, lakini tutengeneze, tuiweke hiyo kama akiba. Sawa hapo kwamba huyu babake alikuwa anajitoa sana, kwa hiyo hebu sasa sisi tumlinde huyo mtu kwa hivyo. Lakini pia kuna upande wa hizi NGO nazo wao waadilifu. Wao waadilifu. Kuna watu wanapokea misaada, sawa, ile misaada wanachukua na kazi ya kuwekeza tu. Watu wengine wameifanya hii ni sehemu ya ajira. Yaani ni mtafarani. Ndio maana unakuta uaminifu unafanyaje? Unapungua. Wao waadilifu. Wanachokipokea kifike sehemu husika, lakini pia dhamiria kwamba ni unasaidia na sio ria. Sawa hapo. Na naomba kuna kitu kimoja sikukimalizia wakati nasema kwamba watu wasiache kujitolea kwenye issue za internship na kwa haraka hapa. Kuna recruitment, sawa, kuna aina za recruitment. Watu kampuni inapohitaji kuajiri, nitaielezea moja. Sawa, kuna hii moja inaitwa intern recruitment. Intern recruitment ina methodi zake. Sawa hapo. Kuna promotion. Promotion ni mtu kumpandisha cheo. Sawa hapo. Lakini pia kuna nyingine inaitwa transfer. Sawa, unahamishwa kutoka kitengo kingine kwenda kitengo kingine. Kuna kingine inaitwa internal advertisement. Tunatangaza ajira ndani ya kampuni. Kwa hiyo wewe unaweza kaa huko nje unasubiria ajira zitangazwe, unasema ajira hakuna, kumbe zile ajira zimetangazwa wale ndani. Kwa hiyo ukiwa huko ndani ya intern, ile fursa inafanyaje? Rahisi kuipata. Ni fursa ni rahisi kuipata. Kwa hiyo tusiache kujitolea kwa sababu tunapenda, na ule mtu wa intern anaajiriwa kwa sababu gani? Anajua organization culture. Yaani kwamba anajua kampuni misingi yake, mwiko wake. Kwa hiyo wewe tukikuajiri kutoka nje tunaanza kutengeneza muda tena kuanza kuelekeza nini hivyo. Tusiache. Huyo internet akiingia katika mfumo wa interview, yani anacheka. Anacheka tu kwa sababu anamjua kwanza yule fulani yule. Akitoka hapo anambia bwana bro, fanya kama tu ilivyo pale imeisha. Sajabu nikushukuru sana, imekuwa ni mada nzuri na mjadala mzuri na kwa hakika naamini mtazamaji amepata kustafidi kwa yale mengi mazuri ambayo tumeyazungumza. Nikushukuru pia wewe mtazamaji ambaye umetenga muda wako kuanzia mwanzo tulipoanza kipindi hiki mpaka hivi sasa ambako tunatamatisha. Hawa wawili hapa wote wanaitwa kina Rajabu, mmoja Imam, mwingine Msami. Langu jina ni Ali Mfaume, mpaka wakati mwingine.